Oh, okay. Leo nataka niongee na watu wako na roho ya kusaidia. My friends, kuna roho Mungu aliweka ndani yako. Hiyo roho alikuumba ukiwa nayo, ukuwe msaidizi wa watu wengine. Lakini leo unaona umefika mwisho, umeanza kuchukia watu. Kuna wengine ulitoa msaada wako kwao, lakini hawatambui huo msaada. Umefika mahali unasema ati mimi hata sitaki kusaidia watu siku hizi. Sitaki kutoa mali yangu ili wengine niwasaidie. Mpenzi, usisimamishe hiyo roho. Endelea na kuwa na roho ya kusaidia. Nataka nikutangazie hivi. Mungu alikuumba. Hiyo ndio mission Mungu alikutuma hapa kwa hii dunia. Usichoke. Wengine wanafika mahali wameambiwa kusaidia, lakini kwa sababu hiyo uamuzi waliweka ndani yao, wanasema mimi tangu hii siku sitawahi saidia mtu, sitawahi changia kwa mtu. My friend, hiyo siku naamua hivyo, ndio unaonaga biashara zako zinarudi chini. Mtu amekuja kukuomba 100 ya kukula, unasema mimi sina na ulikuwa nayo. Ndio hapo unaona biashara yake inarudi chini, vitu zako zinaenda vibaya. Lakini ukitoa tu, unaona vitu zako zinaenda vizuri. My friend, jua mlima wako uko hapo. Nyota yako iko hapo. Uliumbwa ili uweze kuwa msaada kwa wengine. Na hii inamaanisha usitarajie msaada wako utatoka kwa hao umesaidia. Msaada wako utatoka kwa Mungu, atajua jinsi atakulipa. Usichoke. Kama umefika mahali unataka kusaidia watu, usichoke. Tafadhali usichoke. Mungu anajua, na hiyo ndio mission alikutuma kwa hii dunia. So nilikuwa nataka niwaambie hivi, kama umebarikiwa, kama umeona kuna kitu umetukua hapa inaweza saidia wengine, share hii video, pea mwingine asikie, asivunjike moyo wa kusaidia. Juu kuna baraka kwa kutoa kuliko kwa kupokea. Ubarikiwe sana.